Nadhani mkurugenzi wangu amezungumza mengi kuhusiana naye, na mimi nitasement hapa kama ulikuwa unanisikiliza katika speech yangu pale. Mpango ni mzuri na hakuna mpango ambao hautekelezeki au unatekelezeka without budget, na nimeshatoa maelekezo yangu kama mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam na tuweze kuwekeza zaidi kwa maana ya budget zile tunazokaa katika vikao vyetu vya budget, tutaenda kuwekeza zaidi ili tuweze kurahisisha au kuwezesha mpango huu kufanyika vizuri. Tumeona mkurugenzi amesema hapa taka ambazo tunazalisha ni zaidi ya 4600, lakini tunapoenda kuondosha, uzalishaji na uondoshaji ni vitu viwili tofauti, hivyo nao upelekea jiji letu kutokuwa na taswira nzuri kwa maana ya usafi. Lakini mpango huu ambao tumeuzindua leo unaenda kusaidia sasa, kwa maana tunaenda kuchukua fursa zile takataka ambazo tunazalisha zinaenda kuwa fursa katika kutengeneza bidhaa tofauti tofauti, kwa maana itakuwa vyanzo vya mapato katika jiji letu. Lakini pia kama nilivyosema, nimekuwa kwenye ile program na wazo langu, ajenda yangu mimi ndani ya miaka 5 hii ku create job opportunity zaidi ya vijana 300,000. Kwa mpango huu pia unakuja kuwa chanzo cha kuondoa hiyo changamoto ya ajira kwa vijana wa Dar es Salaam. Lakini pia ndoto yangu ni kuwa na jiji safi. Umeelewa? Climate change bwana inaweza kupelekea mambo mbalimbali. Na jiji la Dar es Salaam tumekuwa tukifanya mipango mbalimbali na utekelezaji mbalimbali wa masuala ambayo tunataka kukabiliana na inapotokea changamoto hizi, tuweze kuwa tumeweza kuondoa changamoto katika masuala mbalimbali. Lakini mpango huu tunapoanza sasa kutekeleza masuala ya ajira, masuala safi na masuala mbalimbali ambayo yalikuwa kero katika jiji la Dar es Salaam, trust me, tunakwenda kuondoa changamoto hiyo. Rai yangu tu ni ushirikishwaji kwa wananchi, kwa maana sisi hatuongozi wanyama, tuongoza wananchi. Wananchi tukishirikiana pamoja, naamini na wao wakiwa willing katika yale ambayo tunatoa maelekezo, lakini pia katika kuona ni mchango mkubwa katika kusaidia mipango hii kufanyika, tutakuwa tunaweza tukatengeneza sheria katika mipango hii. Tunaweza tukasema 1, 2, 3 kifanyike, lakini panapokuwa ushirikishwaji kati ya serikali na wananchi hauko vizuri, itapelekea kuwa na vikwazo au ucheleweshaji katika utekelezaji. Kwa hiyo rai yangu kwa wananchi wa jiji la Dar es Salaam, mpango huu tumeuzindua leo na nadhani tutaupeleka chini kabisa, kwa maana tutautafsiri na kupeleka chini kwa wananchi wauelewe na wao wawe pati katika kuhakikisha tuna hadhma nzima ya mpango huu unatimia. Kwa hiyo wawe tayari, watoe ushirikiano kwetu ili tuweze kuhakikisha kwamba jiji la Dar es Salaam linakwenda kuwa imara, linakwenda kuwa bora na kuwa safi na nzuri na ajira zinapatikana, basi mambo yaende vizuri. Na hiyo ndio tofauti kati ya jiji la Dar es Salaam na majiji. Karibu.